Mkristo wa Tanzania, habari ya siku ya leo, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu ni Prophet Edmund Mystic wa kanisa la Heavenly Image Manifest. Mbele yako hapa nimesimama siku ya leo tarehe 12 kukualika kipekee kabisa katika mkesha mkubwa wa kitaifa kwa ajili ya kuombea taifa letu Tanzania. Na mkesha huu utafanyika hapa Ubungo Plaza siku hii ya Ijumaa tarehe 14 kuanzia saa 2 kamili usiku. Na tumeweza kualika watumishi wakubwa wa Mungu mahali hapa, makanisa yote mnakaribishwa. Lakini zaidi sana watu wa dini yoyote, uwe ni Muislamu, Mhindu, mtu yeyote unakaribishwa sana kwa sababu sisi ni Watanzania. Tumeandaa mkesha huu kwa madhubuti makubwa kwa ajili ya kuweza kuliinua taifa la Tanzania, kwa sababu matokeo yote ya katika ulimwengu wa damu na nyama hutengenezwa katika ulimwengu wa kiroho. Biblia inasema kitabu cha Ibrania 11:3 ya kwamba kwa imani tufahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata mambo yanayoonekana hayakufanywa na vitu vilivyo dhahiri. So kuna vitu ambavyo taifa Tanzania tunatamani viweze kuonekana katika taifa letu Tanzania, lakini mambo hayo hayawezi kutokea kama hayatengenezwa katika ulimwengu kiroho. So maombi ni platform kubwa sana katika ulimwengu huu wa kuweza kutengeneza matokeo ambayo sisi tunayatamani kuyaona katika taifa letu Tanzania. Hakuna anayependa kuona vita Tanzania, hayupo anayetamani kuona mabaya Tanzania, na yale mazuri ambayo tunayaombea kila siku na tunatamani kuyaona lazima tuyatengeneze kwa maombi. Mkristo ama mtu yeyote anapokusanyika kuomba anaingia katika ulimwengu wa kutengeneza matokeo. Lakini watu wengi wasipoweza kukusanyika na kuomba, ni rahisi sana kukaa katika ulimwengu wa kupokea matokeo. Kumbuka, kupokea matokeo yanaweza kuwa ni mabaya au mazuri, lakini tukusanyike kuomba kwa pamoja, Mungu anaweza kutusikia na kuweza kutengeneza Tanzania ambayo tunaitamani katika maisha yetu. Katika mkesha huu tutaombea viongozi wa serikali wote ambao tuko nao kwa sasa, akiwemo rais ambaye tuko naye, lakini pia tutaombea mawaziri, tutaombea pia viongozi ambao wana expect kugombea mwezi wa 10. Na tuna uchaguzi mkubwa sana katika mwaka huu, na upekee tulionao katika mwaka 2025 umetusukuma kuweza kusanyika na kuweza kuombea taifa la Tanzania. Mkesha huu unakwenda kuondoa tofauti zetu za kidini, lakini zaidi sana tunakusanyika bila kujalisha itikadi zetu zonazo za vyama, lakini tunakusanyika kuweza kuomba na kuweza kuitai Tanzania mbele za Mungu. Katika mkesha huu mgeni rasmi atakuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anatarajiwa kuweza kuhudhuria mkesha huu, na yeye anasimama kwa niaba ya serikali kuu ya Tanzania. Lakini pia patakuwa na mawaziri na viongozi wengine wa serikali. Tumealika pia watumishi wa Mungu wakubwa, Apostle Dunstan Haule Maboya, lakini pia waimbaji wa injili, nyimbo za injili. Tumeweza kumwalika John Lisu atakuwepo, lakini pia kwaya mbalimbali tutakuwa nazo kama Ufunuo kwaya, tutakuwa nao kwaya ya KKKT Kijitonyama, tutakuwa na mwimbaji Beatrice kutoka hapa Dar es Salaam, tutakuwa na mwimbaji mwingine anaitwa Upendo Nkone, na tutakuwa na mwimbaji wengine wakubwa sana ambao watahudhuria akiwemo Lilian, na tutakuwa na mwingine pia mwimbaji anaitwa Alois Kawawa. Lakini mwimbaji mwingine tutakuwa naye anaitwa Beatrice Mwaipaja, tutakuwa naye siku hiyo. Lakini pamoja na hayo tutakuwa na Stella Swai pamoja na Lilian Swai na wengine wengi ambao watakuja siku hiyo. So nikukaribishe kama mtumishi wa Mungu ya kwamba karibu sana katika mkesha wa kipekee ambao tunategemea kuona siku ya Ijumaa. Tunataka siku 2 tu kuweza kufikia siku ya Ijumaa. So unaposikia tangazo hili, mjulishe na mwenzako aweze kuhudhuria katika mkesha huu. Utaanza mapema saa 2 kamili, tutamsifu Mungu na kumbia Bwana. Lakini baada ya hapo utaweza kusikia nabii mbalimbali za Tanzania ambazo Mungu anakwenda kuzitoa siku hiyo. Tutakuwa na maombi maalum kuombea nchi ya Tanzania, na watu wengine wote tutaweza kuombea ikiwezekana kutoa nabii wa mtu mmoja mmoja siku hiyo. Mungu akubariki sana. Unapojiandaa, mjulishe na mwingine aweze kuhudhuria katika mkesha huu. Shalom shalom. Katika kama kiongozi wa kiroho, kuna mambo ambayo tunayaona sio tu kwa macho damu na nyama, lakini kupitia nabii mbalimbali. Mimi mwenyewe nimekuwa mmoja wa watumishi ambao wamekuwa naona mambo mengi Tanzania, na tunatoa nabii yanatokea. Kwa kuliko kuendelea kutabiri mambo yanatokea mabaya, ni bora tuweze kusimama kuomba ili kwamba mambo mabaya sitokee, mazuri yaweze kutokea. Siwezi nikasema kwa upana mkubwa kwamba vitu gani tunaviona Tanzania kwa sababu mimi sio mwanasiasa, lakini kazi ya mchungaji ni kuweza kuhakikisha kwamba matokeo mazuri ambayo watu wanatazamia katika taifa la Tanzania yanaweza kutokea. Yapi hayo mambo? Watanzania wanaweza kuwa nayafahamu.
lakini sisi kazi yetu ni kuondoa mabaya ambayo yameonekana, kwa mfano mauti kwa viongozi wa serikali ambao manabii zaidi ya wengi wamekuwa naona. Na hatuwezi kukubali kuona kwamba tunapoteza rais mwingine pengine katika kiti cha urais au mabaya na kukutana katika taifa letu. Tumeona Kongo anapitia vita kubwa sana. Sio kwamba sisi ni watakatifu, lakini tukisimama kuomba tutaambia Mungu kwamba mabaya kama vita hatuhitaji yatokee hapa Tanzania. Lakini kwa habari ya uchaguzi, aina gani ya uchaguzi, Mungu anafahamu ni aina gani ya uchaguzi ambao anataka ufanyike hapa Tanzania. Na sisi kama watumishi wa Mungu tunaweza kuombea aina hiyo ya uchaguzi uweze kutokea. Asante sana.